Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 8. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu ya Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu, tena tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ametuingiza mwaka mpya. Hii ni baraka kutoka kwa Mungu. Ametufanya tuingie mwaka mpya. Tumeuacha ule mwaka 2025. Tumeingia mwaka 2026. Ni neema kwa Mungu. Haya ni mapenzi ya Mungu kutufanya sisi tupate hii neema ya kuendelea kuishi, si kwa ajili ya lengo lingine, bali kumwabudu Mungu siku zote, kuliitia jina lake. Hii ndio nia ya Mungu na mapenzi ya Mungu. Hakutufanya tuishi ili tuishi kama tunavyotaka wenyewe. Mungu hatufanyi tuishi ili tuishi tu kwa maisha ya giza kama tunavyotaka. Mungu anatupa nafasi ya kugeuka, kutafakari neno la Mungu, kugeuka kumwelekea yeye, ili tufanye ibada kwa faida ya uzima wa milele. Damu ya Yesu Kristo. Watu wanatakiwa kuelewa hili. Kila mtu anatakiwa kuelewa hili. Tunaishi si kwa sababu ya mapenzi yetu. Tunaishi ili tumwabudu Mungu. Tumshukuru Mungu kwa yote. Sio kwamba sisi tunapendwa sana kuliko wengine. Sio kwamba sisi ndio tunapendwa sana hata tumeingia huku. Wale walioishia 2025 kwamba Mungu hawakupenda. Hapana, wakati wao ulioamliwa na Mungu umefika. Tunamshukuru Mungu na kwa hayo. Kila mtu kwa wakati wake ukifika, Mungu atamwita. Wako watu hawajaingia 2026. Wameishia 2025. Hao nao ni watu wa Mungu. Ni mapenzi ya Mungu yametimia. Kwa sababu kazi ya Mungu imekamilika. Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi, nikiwa kama mwanafunzi wa Yesu Kristo, hatuna neno lingine. Sina neno lingine, bali kazi yangu mimi ni kufanya kama Yesu Kristo alivyoniamuru. Kuwafundisha watu kweli ya Mungu. Kuwafundisha watu neema ya Mungu, upendo wa Mungu, Injili takatifu aliyokusudia watu wote waijue, waisikie, waitegemee hiyo kwa ajili ya uzima wa milele. Kazi ya Injili ni hii: kuwageuza watu roho zao ziwe mali ya Kristo, zisiwe mali ya Ibilisi. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu, tumaini letu. Ingawa watu wengine wameshika kazi hii, wanafanya hii kazi, lakini kwa maneno yao wenyewe, kwa vinywa vyao wenyewe, kwa kujigamba na kudhihaki, wamesema mambo ya kukufuru. Wanasema wenyewe kwamba hawawezi kuhubiri mambo ya mbinguni. Hawawezi kuhubiri mambo ya mbinguni kwa sababu wao hawajawahi kwenda mbinguni. Tumewasikia na tunawajua. Wanasema dhihaka kama hii: hatuwezi kuhubiri mambo ya mbinguni. Wanasema hivi kwa sababu hatujawahi kwenda mbinguni, kwa hiyo hatuwezi kuhubiri mambo ya mbinguni. Wanasema hawawezi kuhubiri mambo matakatifu kwa sababu hawajawahi kwenda mbinguni kuyaona hayo mambo matakatifu. Ni hatari sana. Tunaposikia maneno kama haya, ndani ya mioyo yetu inauma. Wakati fulani unajiuliza, wametumwa na nani? Ni Yesu yupi aliyewatuma? Wanapoteza watu. Injili ya Yesu Kristo ni kwa ajili ya kuokoa roho za watu. Injili ya Yesu Kristo siyo maneno ya dunia hii, ni maneno ya mbinguni, ni neno la Yesu Kristo, ni neno la Mungu. Kwa hiyo unaposema wewe ni mtumishi wa Mungu,
Tunategemea kuona utahubiri neno la mbinguni, ambalo hilo neno ni Yesu Kristo. Utamhubiri Yesu Kristo. Unaposema huwezi kuhubiri mambo ya mbinguni, hii inamaanisha hukutumwa na Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo sio wa dunia, sio wa chini, yeye ni wa mbinguni. Huyo ndiye mambo matakatifu ya mbinguni. Kwa hiyo ukimhubiri Yesu Kristo, umehubiri mambo ya mbinguni, alafu unasema kwamba huwezi kuhubiri mambo ya mbinguni kwa kuwa hujafika mbinguni. Ni hatari. Unawapeleka watu wapi? Hii ni hatari sana. Na watu wanaposikia, kwa kuwa ni huyo mtu ni maarufu, wanaposikia maneno kama haya wanacheka, wanafurahia, wanasema amen. Wasijue wanapotea. Watu kama hao wanaposema hivyo, hawawezi kuhubiri mambo matakatifu ya mbinguni kwa kuwa hawajafika mbinguni. Wamesema vema, wamesema vizuri sana, kwa kuwa hawajatumwa na Yesu Kristo. Wanajishuhudia mwenyewe kwamba wao ni watumishi, lakini hawakutumwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo wa mbinguni, hawajatumwa na Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio maana hawamjui Yesu Kristo, hawayajui mambo matakatifu ya mbinguni. Kwa hiyo kwa kazi wanayoifanya hawatafuti vya Yesu Kristo, wanatafuta vya kwao. Hawatafuti mali za Yesu Kristo zilizopotea, kuzirudisha ziwe katika ghala la Bwana wetu Yesu Kristo. Hawafanyi kazi hiyo kutafuta vya Kristo, wanatafuta vya kwao wenyewe kwa kupitia maneno ya dunia. Wao ni wa dunia, wao ni wa chini, ndiyo maana wanahubiri mambo ya chini, mambo ya dunia, maneno ya dunia, kwa sababu wao ni wa dunia hii, wao si wa mbinguni. Kama wangekuwa wa mbinguni, wangemhubiri Yesu Kristo, wangehubiri mambo matakatifu ya mbinguni, damu ya Yesu Kristo. Ni hatari kubwa. Wanavuta watu wengi, wanawaelekea wao, lakini watu hao hawajui hawa watu, ingawa wanajitambulisha kwao kwamba hatukutumwa na Yesu Kristo, ndio maana hatuwezi kuhubiri mambo matakatifu. Lakini watu hawa hawatambui, wanapiga kelele za shangwe, wanasema tu amina, amina, amina. Amina ni ya namna gani? Umeshaambiwa kwamba yeye mbinguni hakujui na mambo matakatifu ya mbinguni hayajui. Hiyo amina unaitikia kwa kupokea maneno kutoka kwa nani? Kwa Ibilisi, shetani mkuu wa mauti. Mtume Paulo anasema kwa habari ya watu hawa kwamba hawamtumikii Yesu Kristo kwa sababu hawajatumwa na Yesu Kristo. Sasa wanamtumikia nani? Wanatafuta vya nani? Wanatafuta vya kwao, kama alivyosema. Amesema Mungu wao ni matumbo yao. Kwa hiyo wanachokifanya ni kutafuta vya kwao kwa ajili ya Mungu wao tumbo, damu ya Yesu Kristo. Ukisoma Wafilipi anasema hivi, ukisoma Warumi 16 kuanzia mstari wa 17 unaona hivi, watu hawa msalaba wa Kristo kwao ni adui, ni upuuzi. Mtu yoyote ambaye hana Roho Mtakatifu hawezi kuhubiri mambo ya mbinguni. Watu hawa wanajijulisha kuwa hawana Roho Mtakatifu, hawana Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Roho Mtakatifu yeye ni mwalimu tuliyepewa kutufundisha mambo ya Yesu Kristo, mambo ya mbinguni, na kutukumbusha mambo ambayo Yesu Kristo ametufundisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafanya kazi ya Yesu Kristo. Kama wewe huhubiri mambo ya mbinguni, unawezaje kusema una Roho Mtakatifu? Kwa sababu Roho Mtakatifu sio wa dunia hii. Roho Mtakatifu ni wa mbinguni. Kwa hiyo amekuja mbadala wa Yesu Kristo. Kwa hiyo anatufundisha na kutukumbusha Injili, neno la Mungu ambaye ni Kristo. Sasa unaposema huwezi kuhubiri mambo ya mbinguni, una roho gani? Unawezaje kusema una Roho Mtakatifu kama uhubiri mambo ya mbinguni, kana kwamba Roho Mtakatifu sasa ni wa dunia hii? Ni hatari. Wanajijulisha kwamba wao hawana Roho Mtakatifu, lakini watu hawaelewi.
Unaposema huhubiri mambo ya mbinguni, hii inamaanisha huna Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa kwa yeye ambaye ana Kristo ndani yake, ana mambo ya mbinguni, ana mambo matakatifu ya mbinguni. Roho Mtakatifu ni mtakatifu, ndio maana anaitwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu si kazi yake kutufundisha mambo machafu. Yeye ni mtakatifu, anatufundisha mambo matakatifu ya Yesu Kristo. Tunamhubiri Yesu Kristo anayetuongoza, anayetufundisha, anayetuamuru tuhubiri mambo matakatifu. Anahubiri Roho Mtakatifu ndani yetu, damu ya Yesu Kristo. Tuwe makini sana na hawa watu. Wanapendwa, wana mvuto, wana wafuasi, wanaaminika, lakini Mungu anawaumbua wanaposema wenyewe hawawezi kuhubiri mambo matakatifu, hawayajui kwa sababu mbinguni hawajawahi kufika. Wanajiumbua wenyewe kwamba hawana Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu kama angekuwa anaishi ndani yake, tungesikia mambo matakatifu ya mbinguni ya kuwaokoa watu, ya kuondolea watu dhambi na kugeukia Kristo kuwa wana wa Mungu. Sasa wamesema hawana hiyo kazi. Ni hatari kubwa. Sisi tunahubiri injili ya msamaha wa dhambi kama tunavyoongozwa na Roho Mtakatifu. Hatuwezi kwenda kinyume. Tunamsikiliza Roho Mtakatifu, tunahubiri injili ya Yesu Kristo, kwa kuwa sisi hatutafuti vya kwetu, tunatafuta vya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Basi katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 6, hii ni siku ya pili Mungu anaumba, lakini katika uumbaji huu Mungu ameficha siri ya wokovu. Ni mafumbo ya Mungu na ni unabii utakaotimia, ambao tayari umekwisha kutimia zamani zetu hizi. Ukiangalia katika hali ya kawaida unaona tu Mungu anaumba, lakini katika kuumba ameficha mafumbo yake, ameficha siri yake, siri ya msamaha wa dhambi na siri ya wokovu. Ni unabii wa mambo ya Kristo yajayo, wa mambo ya Wakristo waja ambao ndiyo sasa. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu akasema na liwe anga. Damu ya Yesu Kristo. Anasema na liwe anga katikati ya maji na maji. Hili anga akalifanya litenganishe maji ya juu na maji ya chini. Akalifanya anga na ikawa hivyo. Mungu akaona ni njema, akayatenga maji ya juu na maji ya chini. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Kwa hiyo siku ya pili Mungu anafanya kazi ya kutenganisha kati ya maji ya juu na maji ya chini kupitia anga. Maji manake nini? Maji manake nini? Ili tujue maji ya juu na maji ya chini katika Biblia, siri iliyofichwa katika maji ni nini? Ukisoma Ufunuo sura ya 17 mstari wa 1, tusome sura ya 17 Ufunuo wa Yohana mstari wa 1 unasema, akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Yohana mtakatifu anaonyeshwa kwa habari ya kahaba aliyeketi juu ya maji mengi. Maji mengi ni nini katika Biblia? Maji mengi yanawakilisha watu. Maji mengi yanawakilisha umma wa ulimwengu, mataifa yote ya ulimwengu, watu, wanadamu, ndiyo yanawakilisha maji mengi. Ukisoma mstari wa 15, malaika anamwambia Yohana Mbatizaji kwa habari ya haya maji yanamaanisha nini. Tusome mstari wa 15. Mstari wa 15 anasema hivi, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapa
aketipo yule kahaba, ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Damu ya Yesu Kristo. Malaika wa Mungu anatoa maana ya maji katika Biblia. Katika hili neno linamaanisha wanadamu, watu, ndiyo sisi. Watu wa ulimwengu wote wanawakilishwa na maji. Damu ya Yesu Kristo. Mungu anapoumba siku ya pili, anatengeneza, anafanya anga ili litenganishe maji ya juu na maji ya chini. Anga ni neno la Mungu. Neno la Mungu linafanya kazi ya kutenganisha watu wa juu na watu wa chini. Kila mtu anatakiwa kujua neno la Mungu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye neno la Mungu, kama tunavyosoma katika Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1, anasema neno la Mungu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye huyo neno la Mungu, na huyo ndiye Mungu. Mungu akaumba anga litenganishe maji ya juu na maji ya chini. Hii inamaanisha kila mtu anayemwamini Yesu Kristo, anayeliamini neno la Mungu, akaishi kwa neno la Mungu, tumaini lake likawa katika hili neno la Mungu, akamwamini Yesu Kristo, tumaini lake likiwa katika mwili na damu yake, huyu anatolewa katika maji ya chini, anakuwa maji ya juu. Huyu sio maji ya chini, huyu ni maji ya juu. Huyu ni mtakatifu. Kama ni mtakatifu, yeye ni wa juu, kwa sababu maisha yake anaamini tu mambo ya mbinguni, mambo matakatifu ya mbinguni. Yeye ameamini tu mambo ya mbinguni, ambayo hayo mambo ya mbinguni ndiyo neno la Mungu. Neno la Mungu ndiyo Yesu Kristo. Kwa hiyo mambo matakatifu ya mbinguni ni mwili na damu ya Yesu Kristo. Hayo ndiyo mambo matakatifu ya mbinguni. Kwa sababu anaamini mambo kama haya matakatifu, yeye ni wa juu, kwa sababu mwili na damu ya Yesu Kristo ni wa juu. Damu ya Yesu Kristo. Kama ukimpokea huyu wa mbinguni, Yesu Kristo Bwana wetu, kama ukitumaini mwili na damu ya Yesu Kristo, mambo matakatifu ya mbinguni, wewe unakuwa wa mbinguni, kwa kuwa ndani ya moyo wako una mambo ya mbinguni. Wewe unaitwa mtakatifu kwa kuwa ndani ya moyo wako una mambo matakatifu. Kama ndani ya moyo wako unahifadhi mambo matakatifu, mwili na damu ya Yesu Kristo, wewe unakuwa maji ya juu. Wewe ni wa mbinguni kwa kuwa ndani yako una mambo ya mbinguni. Unaabudu, unaamini katika mambo ya mbinguni. Kwa hiyo wewe ni wa mbinguni. Damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo sio wa chini. Yesu Kristo ni wa juu. Kwa hiyo wote waliompokea Yesu Kristo, hawa ni wana wa juu. Wote wanaomwamini Yesu Kristo, hawa ni wana wa juu, wana wa Mungu aliye juu, na wao ni wa juu. Yesu Kristo sio wa ulimwengu huu. Yesu Kristo wa mbinguni. Kama una Yesu Kristo ndani yako, imani yako ni kwa Yesu Kristo, katika mwili na damu ya Yesu Kristo, ndiyo mambo matakatifu, wewe ni wa mbinguni, wewe ni wa juu. Lakini kama imani yako si kwa Yesu Kristo, ingawa unaitwa Mkristo, hata kama unaitwa Mkristo, lakini imani yako si katika mwili na damu, mambo matakatifu ya mbinguni, wewe si wa mbinguni, wewe ni maji ya chini. Kwa kuwa nini? Kwa kuwa imani yako ni katika mambo ya chini. Neno ulilonalo sio neno la mbinguni, una neno la dunia. Maneno unayoyasikiliza kila siku na unayoyaamini kila siku ni maneno ya dunia. Huamini katika maneno matakatifu ya mbinguni. Huamini katika mambo matakatifu ya mbinguni. Unaamini katika mambo machafu ya dunia. Unahubiriwa mambo ya dunia, unaamini mambo ya dunia. Kwa hiyo wewe ni wa dunia, kwa kuwa ndani ya moyo wako unamiliki mambo ya dunia. Wewe ni wa chini, kwa kuwa humwamini Yesu Kristo. Hata kama unaitwa Mkristo, lakini imani yako isipokuwa katika mambo matakatifu ya mbinguni, mwili na damu ya Yesu Kristo,
wewe ni wa chini. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu tumaini. Hii ndiyo siri na unabii uliofichwa katika siku ya pili ya uumbaji wa Mungu. Anga ni neno la Mungu. Hili anga ndiyo linalotenganisha maji ya juu na maji ya chini. Kama ukimwamini Yesu Kristo ambaye ni neno la Mungu, wewe ni maji ya juu. Kama humwamini Yesu Kristo katika mambo matakatifu yaliyo ndani yake, ambaye ndiyo yeye, wewe ni wa chini. Yesu Kristo mwenyewe katika Yohana 8 anasema, tusome Yohana 8. Yohana Mtakatifu sura ya 8 mstari kuanzia wa 21 hadi wa 24. Yesu anasema hivi: basi akawaambia tena, mimi naondoka, nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako, ninyi hamwezi kuja. Basi Wayahudi wakasema, je, atajiua? Kwa kuwa asema, mimi niendako, ninyi hamwezi kuja. Akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu tumaini letu. Yesu Kristo anawaambia watu wa ulimwengu huu kwamba yeye si wa dunia hii, yeye ni wa mbinguni, yeye ni wa juu. Lakini wale wasiomwamini Yesu Kristo kwamba yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu aliyekuja kuokoa dunia, akautoa mwili wake na damu yake iwe sadaka ya msamaha wa dhambi wa milele, hawa watu wasioamini kwamba Yesu Kristo ndiye mkombozi, hawa ni wa chini. Anasema ninyi ni wa chini, ninyi ni wa ulimwengu huu. Kwa hiyo ninakoenda mimi hamuwezi kuja, kwa sababu mimi ni wa juu. Kama mngenisadiki mimi, kama mngenitegemea mimi, kama mngenitumaini mimi, ninyi mngekuwa wa juu, na niendako mimi mngekuja, wote tungekuwa wa juu. Lakini sasa hamniamini mimi, mnaamini maneno ya dunia, uchafu wa dunia. Nyinyi ni wa chini, ni wa dunia hii, hamuwezi kuja niendako. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu tumaini letu. Kama wewe ni wa chini, hii inamaanisha wa chini wote ni wenye dhambi, wenye kuhubiri au kuamini katika maneno machafu ya dunia hii, wanaohubiri mambo ya dunia hii, hawa ni wenye dhambi, kwa sababu hawahubiri mambo matakatifu, hawamhubiri Yesu Kristo. Kwa hiyo hawaamini katika Yesu Kristo, wao hawawezi kuwa wa juu, watabaki kuwa wa chini, ni wenye dhambi. Kama tukimtegemea Yesu Kristo peke yake, imani yetu ikiwa kwa Yesu Kristo peke yake, katika mwili na damu yake, sisi ni wa juu. Sisi sio wa ulimwengu huu, sisi ni wa juu. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu tumaini letu. Yesu Kristo anatuonyesha kuwa kuna maji ya juu na kuna maji ya chini. Wale wanaomwamini yeye katika damu yake, hawa ni maji ya juu, hawa sio maji ya ulimwengu. Na wale ambao hawamwamini Yesu Kristo, hawa ni maji ya chini, hawawezi kufika juu. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu tumaini letu. Yesu Kristo anapowaombea wanafunzi wake wanaomwamini, anasema, Baba, nimewapa neno lako, lakini ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu huu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu huu. Mimi ni wa juu na wao ni wa juu, kwa kuwa wananiamini mimi. Tusome Yohana, tusome Yohana sura ya 17 mstari wa 14. Anasema Yesu, anasema hivi: mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu huu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu huu. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu tumaini letu. Kila aliyempokea Yesu Kristo, kila amtazamaye Yesu Kristo,
Kila amwaminie Yesu Kristo katika mwili na damu yake, huyu amekuwa mwana wa Mungu. Na Yesu anashuhudia kwamba huyo sio wa ulimwengu huu, huyo sio wa chini, huyo ni wa mbinguni, ni wa juu. Kama Yesu asivyokuwa wa chini, kama Yesu asivyokuwa ulimwengu, na wao sio wa ulimwengu, kwa kuwa wameyashika mambo ya mbinguni, hawajashika mambo ya dunia. Kwa hiyo wanayo mambo ya mbinguni, yamewafanya kuwa watu wa mbinguni wa juu. Unaposema wewe huwezi kuhubiri mambo ya mbinguni, wewe ni wa wapi? Alafu unajiita ni mtumishi wa Yesu Kristo, unadanganya watu. Inaumiza moyoni kuona Wakristo wanategwa mitego, kunaswa waingie kuzimu. Shetani anafanya hila zote kuwaharibu Wakristo, kuwapoteza Wakristo wasiamini mambo ya mbinguni, waamini mambo ya dunia, ili wawe wa dunia wa kuzimu. Kila aliyemwamini Yesu Kristo yeye ni wa juu. Kila asiyemwamini Yesu Kristo anahubiri mambo ya dunia, anapokea mambo ya dunia, anaamini mambo ya dunia, fedha na mali, majumba na magari ya dunia. Hawa ni watu wa chini, kwa sababu wao tumaini lao liko katika fedha, katika mali za dunia. Tumaini lao wanalolisikiliza kila siku makanisani kwao ni majumba na magari, biashara na minada, uchumi, fedha na mali. Hiki ndicho wanachotafuta. Watumishi wanahubiri mambo hayo na watu wanayapenda mambo hayo. Kwa hiyo wanaenda makanisani sio kumtafuta Yesu Kristo, ila wanaenda kwenye makanisa yaliyobatizwa kwa jina la Yesu Kristo, ili watu wakiwaona waseme hawa ni wa Kristo. Lakini wakiingia ndani, wanachohubiriwa ni mambo ya dunia. Wanachokipokea, wanachokifurahia, wanachokipigia makofi ni mambo machafu ya dunia, fedha na mali, majumba na magari, biashara na minada. Wanapokea vifaa vya viwandani, wanasema hivi vina nguvu ya Mungu. Mungu gani? Hawa ni wa chini, kwa kuwa mafundisho yao ni ya chini, ya dunia hii. Hawana mambo matakatifu ya mbinguni. Wanapotea kwa sababu Yesu anasema, siwaombei ulimwengu, bali nawaombea wale walioniamini mimi nilipowapa neno lako. Kwa hiyo Yesu Kristo ni neno la Mungu. Yesu Kristo amewafundisha watu waliomwamini. Hawa ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Anasema nawaombea hawa wabarikiwe, nawaombea hawa wapate kuishi miaka mingi, uwalinde hapa ulimwenguni wawe na miaka mingi. Kama ukimwamini Yesu Kristo, kama ukipokea mambo ya mbinguni, Mungu atakupa maisha marefu hapa duniani ili uzidi kumwabudu. Mungu atakubariki katika njia zote. Mahitaji yote unayotaka, Mungu kwa wakati wake atatatua moja hadi lingine, kwa sababu amesema nawaombea hawa wanaoniamini, uwalinde. Kwa hiyo sisi tunalindwa na nguvu ya Mungu kwa imani, kwa sababu tuna mambo matakatifu ya mbinguni. Wewe unayetumaini fedha na mali, unahubiriwa mambo ya dunia. Nguvu yako ni fedha na mali. Ndiyo maana watu wanaenda makanisani, wananunua nini? Nguvu yao iko kwenye vifaa vya viwandani, bidhaa zilizotengenezwa viwandani. Sasa hivyo ndio nguvu yao ya kuwalinda. Ni hatari, ibilisi amewadanganya. Wananunua vitu vya dukani, maji, mafuta, biskuti, chumvi. Unamkuta kila mtu kwenye pochi zao ameweka. Kwa nini? Kwa sababu wao ni wa dunia. Kwa hiyo na mafundisho yao ya dunia, na nguvu ya kuwalinda ni vifaa, bidhaa za viwandani, ambavyo sasa watu wanavisupply, watu wanavieneza kwamba hiyo ndio nguvu yenu, hiyo ndio nguvu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo wanavichukua vifaa, bidhaa za viwandani, sasa zinakaa kwenye pochi zao popote wanapoenda. Wakienda kazini wanayo mafuta, wakienda kazini wanayo chumvi, wakienda biashara wanayo biskuti, wanayo pipi. Ni hatari. Wanayo maji, wakilala wanalala na maji, wanalala na mafuta. Hawa ni wa dunia na mafundisho yao ni mambo machafu ya dunia. Hawana mwili wa Kristo, hawana damu ya Kristo, hawalindwi na nguvu ya Mungu katika imani kwa Yesu Kristo. Mungu anasema hawa walioniamini, hawa wanaolitegemea jina langu,
Uwalinde Mungu, wape miaka mingi na kila haja wanayoiomba wabariki. Mungu amekwisha kutuombea, Yesu Kristo amekwisha kutuombea. Ndio maana tunaishi, ndio maana tunapata neema, tunakula, tunavaa, tunapata pa kulala na kila kitu kinaendelea. Hii ni baraka ya Mungu. Lakini watu wa dunia hii wamejionyesha wenyewe ni wa dunia, na dunia kweli inajionyesha wazi. Unawezaje kuchukua mafuta ukaanza kusema huu ndio ulinzi wako? Chumvi ni ulinzi, pipi, biskuti, keki. Kwa sababu gani? Wao ni wa chini, maji ya chini. Kwa hiyo wanachokitegemea ni vitu vya chini vya dunia, viwandani vinatoka bidhaa, kwa sababu wao ni maji ya chini. Hawa si maji ya juu. Kama wangekuwa maji ya juu, wangetegemea mwili na damu ya Yesu Kristo, wangelitegemea jina la Yesu Kristo, wangemwamini Yesu Kristo na Yesu Kristo angewalinda. Lakini kwa kuwa wanamchukia Yesu Kristo, sasa wameamua kutegemea mafuta, chumvi, maji, pipi, keki, biskuti ndio ulinzi wao. Hawa ingawa wanajiita watu wa juu, wanajiita wa Kristo, ni maji ya chini. Mungu anaonyesha kutakuwepo na maji ya chini na kutakuwepo na maji ya juu. Hawa maji ya chini watategemea mambo ya chini ya dunia. Hiyo ndiyo itakuwa nguvu yao, tumaini lao, tegemeo yao. Keki, mafuta, pipi, biskuti, maji na chumvi ndio tumaini lao. Fedha na mali, hili ndio tumaini lao. Hawa ni wa chini na ulinzi wao ni wa chini. Mwisho wa siku mauti. Lakini wa juu, jina la Yesu Kristo, mwili na damu, na Yesu anatulinda na Mungu anatulinda, kwa sababu Mungu mwenyewe Yesu Kristo amesema, anamwambia, sikiliza, Yohana 17 anasema hivi, mstari wa 15, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Yesu Kristo anamuomba Baba yake kwamba hawa nimewapa neno lako la mbinguni na wamelipokea neno lako, wanaishi kwa kutumaini neno lako, wana imani katika neno lako. Baba, uwalinde hawa, uwalinde hapa duniani, wakati huu wanaishi hapa duniani, walinde, uwabariki, uwasikie wanapolia, uwasikie wanapoliitia jina langu, uwasikie. Yesu alikwisha kutubariki tangu siku ya kwanza kwamba hawa walio wa juu uwasikilize, kwa kuwa hawa ni wa juu kama mimi nilivyo wa juu, kama wewe Mungu Baba yangu ulivyo wa juu. Sikia, ni wanao. Mstari wa 16 anasema, wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Maana yake nini? Kama usipowalinda Baba, ulimwenguni hawa hawana msaada, hawana Mungu, kwa kuwa wao si wa ulimwengu. Ulimwenguni hawa ni wageni, wao ni wa juu na wewe ni wa juu. Wanapoliitia jina lako kuomba haja yoyote, Baba, sikia, uwalinde, kwa kuwa wao sio wa dunia. Kama wangekuwa wa dunia, wangemwomba huyo mungu wa dunia, Ibilisi, Shetani, angewapa vitu vya kuwalinda, kama alivyowapa hawa maji ya chini vitu vyao vya kuwalinda: pipi, biskuti, mafuta, chumvi, mawe. Kanisa linatembea na chumvi, kanisa linatembea na mafuta na mawe kwenye mapochi. Kitandani watu wanalala na chumvi, kitandani watu wanalala mafuta. Ni hatari kubwa. Hawa ni wa chini, lakini hawa walioniamini mimi ni wa juu. Uwalinde kwa mambo matakatifu ya juu, jina langu na neno lako, damu ya Yesu Kristo. Lazima tuwe na hekima. Hatuwezi kuishi kama watu wa dunia, hatuwezi kuishi. Anaendelea anasema, mstari wa 17, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Takasa watu hawa, kwa kuwa wao ni wa mbinguni. Sasa waitwe watakatifu, kwa kuwa wameyategemea mambo matakatifu, wanatumaini mambo matakatifu, na wao sasa kwa hayo mambo matakatifu wawe watakatifu, waitwe watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu, kama we Baba ulivyo mtakatifu. Tunatumaini katika mwili na damu ya Yesu Kristo, na ndio maana tunaitwa watakatifu. Damu ya Yesu Kristo. Ukisoma Waebrania 10 mstari wa 10 unasema,
Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kwa hiyo kwa kutumaini mwili wa Yesu Kristo tumetakaswa kwa mwili huo. Sisi ni watakatifu, maji ya juu, watakatifu wenye haki. Ukisoma Warumi 5 anasemaje? Tulipokuwa wenye dhambi Kristo alikufa, na kwa damu yake tumehesabiwa haki. Tuna mambo matakatifu ya mbinguni, mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Tusome Warumi 5. Warumi 5 inasema hivi, mstari wa kwanza: basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumehesabiwa haki kwa imani kwa Yesu Kristo. Tunaitwa wenye haki, sio kwa vitu vya dunia, sio kwa maneno ya dunia, bali kwa mambo matakatifu ya mbinguni, Yesu Kristo. Tumehesabiwa haki, tumepewa jina, sisi ni wenye haki kama Mungu alivyokuwa mwenye haki. Sasa Yesu anasema, Baba, uwalinde kwa kuwa hawa ni wenye haki kama wewe ulivyo mwenye haki. Hawa ni wenye haki kama mimi nilivyo mwenye haki, kwa kuwa wameamini katika damu yangu, katika mwili wangu, damu ya Yesu Kristo. Mstari wa tisa, Warumi 5 mstari wa 9 anasema, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Injili iko wazi, injili ni tamu sana, injili inaleta amani. Tumekwisha kuhesabiwa haki kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anasema kwa sababu tumeiamini damu ya Yesu Kristo, huyo Yesu Kristo tuliyemwamini ndiye atakayetuokoa siku ya hukumu, kwa kuwa tuna damu yake ndani ya mioyo yetu, tuna damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tutaokolewa na ghadhabu ya Mungu. Hawa maji ya chini, ni nani atakayewaokoa? Wamemchagua Ibilisi, mungu wa ulimwengu huu, mungu wa chini. Kwa hiyo wamepokea mambo machafu ya kuzimu, wanahubiriana mambo machafu ya kuzimu, wanahubiriana vitu vya dunia hii, wanapokea kutoka kwenye makanisa yao, wanapokea vitu vya dunia, wanapokea bidhaa za viwandani, wanasema hii ni nguvu ya Mungu, wanaita upako, vina upako kutoka kuzimu. Mambo matakatifu ya mbinguni wameyaacha. Kwa mwili wa Kristo tumetakaswa, kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo tumetakaswa, kwa damu ya Yesu Kristo tunaitwa wenye haki, na damu hii ndiyo itakayotufikisha mbinguni, kwa sababu sisi ni wa mbinguni kwa damu ya Yesu Kristo, kwa mwili wa Yesu Kristo, kwa neno la Mungu ambaye Yesu Kristo, sisi ni wa mbinguni na hii damu itatufikisha mbinguni. Waebrania 10 mstari wa 19 tusome. Waebrania 10 mstari wa 19 unasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaingia mbinguni kwa damu ya Yesu Kristo. Tumeitwa maji ya juu kwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Tumekuwa watakatifu wenye haki, wenye uzima wa milele kwa damu ya Yesu Kristo, kwa mwili wa Yesu Kristo. Haya ndiyo mambo matakatifu ya mbinguni tunayoyahubiri kwa Wakristo wenzetu. Wayarudie haya. Nafasi ipo bado. Wamepewa nafasi, tumepewa nafasi ya kuishi tena 2026. Kwa hiyo sasa acheni mambo ya viwandani, mambo ya dunia hii. Geukieni sasa, imani yenu iwe katika mwili na damu ya Yesu Kristo. Kama mkifanya hivi mtaitwa maji yaliyo juu. Nani asiyependa kuwa maji yaliyo juu? Kwa sababu Yesu Kristo ni wa juu, anasema mimi ni wa juu na wote wanaoniamini ni wa juu. Kwa hiyo watumishi wa Yesu Kristo wanahubiri mambo ya juu. Kila mtumishi wa Yesu Kristo, kila mwanafunzi wa Yesu Kristo anahubiri mambo ya juu. Mitume watakatifu, wanafunzi wa Yesu Kristo, hao 12 na Paulo na wengine wote waliokuwepo ndani ya kanisa hili la kwanza, wanahubiri mambo matakatifu, walifundishwa mambo matakatifu ya mbinguni. Wewe leo unasemaje ni mtumishi unahubiri mambo ya dunia?
unachanganya, unahubiri mabwana wawili. Hili ndilo neno chafu ambalo Yesu Kristo anasema, haiwezekani mtumishi wangu awatumikie mabwana wawili. Hakuna mtumishi wangu mimi Yesu Kristo atakayewatumikia mabwana wawili. Unahubiri neno langu, unasema wewe ni Mkristo, unahubiri neno langu, alafu unahubiri neno la dunia, bwana mwingine, fedha na mali. Yesu anamtaja fedha kuwa ni bwana mwingine. Unasimama mbele za watu wengi katika makanisa, unahubiri mabwana wawili kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Unahubiri fedha na mali, unatumikia mabwana wawili. Ni hatari kubwa. Yesu amesema hakuna mtumishi wangu atakayetumikia mabwana wawili. Tusome hiyo tuone. Luka mtakatifu sura ya 16 mstari wa 13 anasema hivi, hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdhalau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anaonya, hakuna mtumishi wa Yesu Kristo wa kweli atakayetumikia mabwana wawili. Akamtumikia Yesu Kristo alafu akamtumikia na bwana mwingine, fedha na mali. Hii maana yake nini? Katika madhabahu, katika kanisa, hakuna mtumishi wa Mungu atasimama mbele kuwahubiria watu mabwana wawili. Anahubiri kwa habari ya Yesu Kristo, anahubiri kwa habari ya fedha. Huyo sio mtumishi wa Mungu. Hayo ni maji ya chini. Makanisani unaona watu wanachanganya tu. Bwana Yesu asifiwe, wanahubiri fedha. Wanayemtaja jina Yesu Kristo, wanachohubiri ni fedha na mali, magari na majumba, biashara na minada. Mabwana wawili unachanganya pamoja. Yesu Kristo anasema hakuna mtumishi wangu atakayetumikia mabwana wawili, kwamba ananihubiri mimi, wakati huo huo anamhubiri bwana mwingine fedha. Huyo sio mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunapotazama tunasema, Mungu, samehe, hawa ni ndugu zetu, okoa watu hawa, warudi katika injili ya kweli, wawe watumishi wako, wawe wanafunzi wako. Shetani anawadanganya, anawaonyesha fedha na mali, wanatamani fedha na mali, sasa wanatumikia mabwana wawili. Tunawahurumia ndugu zetu, tunawahurumia, na tuna imani siku moja wataacha kutumikia mabwana wawili. Yuko mtu mmoja atakayepata neema, na tunaomba wapate neema, wasije wakawahubiri mabwana wawili katika kanisa la Kristo. Unahubirije mabwana wawili? Unahubirije mwili wa Yesu Kristo? Unahubiri na fedha na mali. Unahubiri damu ya Yesu Kristo, unahubiri na fedha na mali. Tamaa gani? Kuwa na Bwana mmoja. Bwana mmoja. Adamu alipoumbwa hakupewa wanawake wawili. Adamu alipoumbwa alipewa mwanamke mmoja kutoka mwili wake. Kwa hiyo Adamu alipewa Hawa au Eva. Hakuwa na wanawake wawili. Kwa hiyo Eva hakuwa na wanaume wawili. Eva alipewa Adamu. Kwa hiyo mume mmoja, mke mmoja, Bwana mmoja, kanisa ni mmoja. Leo wewe unahubiri, unasimama unawahubiri mabwana wawili. Mabwana wawili, hii inamaanisha wewe ni mzinzi, kahaba, malaya. Unawezaje kusimama mbele ya kanisa eti unajiita mtumishi wa Mungu, unahubiri mabwana wawili? Ni ukahaba. Hata mke wako akifika nyumbani akaanza kukupa hadithi ya mume mwingine, habari ya bwana mwingine, nani mwanaume atapiga makofi na kusema hongera mke wangu na bwana mwingine, una bwana mwingine? Nani atapiga makofi? Kama wewe usivyoweza kumkubali mke wako akikuhadisia kwa habari ya mume mwingine au bwana mwingine, basi ujue na Mungu hivyo hivyo amesema katika Luka 16 mstari wa 13, hakuna mtumishi wangu atakayeweza kutumikia mabwana wawili. Nina wivu na watu hao. Wewe ni malaya, kahaba, ni mzinzi. Unawezaje kuhubiri mwili wa Yesu Kristo unahubiri na fedha na mali? Yesu Kristo anasema hiyo fedha, hiyo mali ndio bwana mwingine. Ndio huyo amechukua hatamu ndani ya makanisa.
na watu wanaenda makanisani wanamtafuta huyu bwana wa pili. Wamekuwa wazinzi wa roho, makahaba, washerati. Wanaenda wanatafuta tu magari na majumba, wanaenda wanamtafuta fedha na mali, wanaenda wanatafuta biashara na uchumi. Bwana mwingine hawamtaki Yesu. Kwa hiyo limetimia lile neno analosema, hawa wenye kuhubiriwa mabwana wawili, wenye kusikiliza mabwana wawili, wenye kuhubiri mabwana wawili, watampenda mmoja kati yake na kumchukia mmoja. Sasa imeshatimia hiyo. Wanampenda huyu bwana malaya, fedha na mali, kuliko Yesu Kristo mwenyewe aliyewafia. Huyu bwana fedha ni bwana feki, kwa sababu hakuwafia msalabani, hakufufuka ili wao waitwe wenye haki. Huyu hatawafanya kuwa watu wa juu, anawafanya kuwa watu wa chini, kwa sababu fedha na mali ni ya dunia hii. Kwa hiyo kama wao wanahubiriwa fedha, ni wa dunia hii. Kama wanaamini katika fedha na mali, magari na majumba, ni wa dunia hii. Wanaamini katika mafuta, chumvi, maji, biskuti, keki, ni wa dunia hii. Huyu bwana malaya, msherati, mzinzi, wanapotelea kuzimu. Damu ya Yesu Kristo. Tunaomba Mungu sana, ninapoona watu wanahubiriwa mambo haya ya dunia, ninapoona wachungaji wanajibidisha kusoma, wanasoma Biblia, wanayaleta maandiko matakatifu kwenye maneno ya dunia, inauma sana moyoni, inauma. Ni kundi kubwa, maelfu na maelfu watu wanapotea, Wakristo waliosamehewa dhambi, Wakristo waliokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, sasa wanapotelea kwa bwana mwingine, malaya, mshenzi, ambaye Ibilisi ameinua watumishi wake, wanafanana na watumishi wa Kristo. Sasa Wakristo pasipo kujua wanamwelekea huyu bwana mwizi. Inauma kila mtu. Na wengine unaona, awe Mkristo asiwe Mkristo, anaelekea kwa huyo bwana. Huyo bwana anapendwa. Huyu bwana mzinzi, malaya, anapendwa na kila mtu, kuanzia na Wakristo. Sio wote, Wakristo baadhi wanampenda huyu bwana, hadi watu wasio Wakristo wanampenda. Akihubiriwa makanisani, wanaenda Wakristo na wasio Wakristo, hadi waganga. Watu wa imani mbalimbali wanaenda kwa huyu bwana mzinzi, malaya, wanampenda watu. Ukienda makanisani huko, unamkuta mtumishi amekusanya watu wa aina mbalimbali, lakini hawajui kwa habari ya mwili na damu ya Yesu Kristo, hawajui kwa habari ya mbinguni, hawajui kwa habari ya upendo wa Mungu. Wanajua tu kwa habari ya mafuta, chumvi, maji, keki. Wanajua tu kwa habari ya fedha na mali, magari na majumba. Wanajua tu kwa habari ya biashara na uchumi. Shuhuda zao ni biashara na uchumi. Shuhuda zao wanatoa tu fedha na mali. Shuhuda zao mambo ya dunia tu ndo shuhuda zao. Wao ni maji ya chini, ndio maana wanashughulika na maji ya chini. Wanajua kweli elimu ya maji ya chini. Mambo ya juu sio yao, hawayajui. Atakaye wahukumu ni Yesu Kristo. Atakayewapoteza ni Ibilisi, ndiye anawapoteza. Damu ya Yesu Kristo. Mungu atubariki wote. Mungu awabariki wote wanaosikiliza mahubiri haya. Watu wote waliosikia washushe moyo, shusha moyo, rudi kwa Yesu Kristo, uwe maji ya juu. Mungu aanze kukubariki, upokee baraka hizi ambazo Yesu Kristo anasema wale waliolipokea neno langu Baba uwalinde. Hii ni baraka kubwa, uhai. Alafu watakase, uwape kila kitu wanachohitaji, kwa kuwa wana mambo matakatifu ya kwako, wana neno lako. Neno lako nimewapa, wamepokea. Sasa uwalinde, wakiliitia jina langu wabariki wanachokitaka. Ikiwa ni wagonjwa waponye, Mungu akuponye ikiwa umependa hivi. Mungu akubariki, aponye watoto, aponye mume, aponye mke, akupe kila kitu unachohitaji kwenye maisha, akupe, kwa sababu una neno la Mungu, una mambo matakatifu ya mbinguni, na wewe Mungu atatimiza ahadi yake kwamba wewe ni wa juu, atakulinda, atakubariki kama ukipokea hii Injili. Damu ya Yesu Kristo. Kama ukimwamini Yesu Kristo, hakikisha omba lolote, Mungu atatimiza. Ataliangalia neno lake na kutimiza. Atakupa uhai, utaishi miaka mingi.
Familia yako itaendelea kuishi. Wewe ni masikini, usijali, utaishi miaka mingi na Mungu atakupa chakula, atakupa pa kulala, atakupa cha kuvaa. Usiwe na tamaa. Muhimu uhai. Wako watu wenye pesa na mali na sasa hawako hai. Hii sio muhimu. Mungu ni Mungu wa masikini na matajiri. Ukimwamini Yesu Kristo utaishi miaka mingi, utabarikiwa unachotaka. Kama Ibrahimu alipopewa mtoto akiwa umri wa miaka 100, amepata vyote alivyokuwa anavihitaji. Mungu alimpa. Basi Mungu atubariki wote. Mpende Mungu, rudi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen.